Hello, habari. Naitwa The Icon Queen. Kutana na Mama Mapunda, mama ambaye amestaafu ajira yake ya ualimu. Wenzake wakaamua kumfanyia pati ya kumpongeza kwa kufikisha miaka 60. Karibu sana uendelee kuangalia sherehe ilikuwaje mwanzo hadi mwisho. Hello, habari za muda tena ndugu wa tazamaji wa ASL Media. Waswahili wanasema kuishi kwingi ni kuona mengi, lakini pia kucheza kwao hutunzwa. Hapa ni katika ukumbi wa shule ya msingi Lugarawa, ukumbi ambao unatumiwa na wanajamii katika kufanyia vikao na shughuli zingine za kijamii. Leo hii ukumbi huu unatumika katika sherehe ya kumwaga Mama Mapunda ambaye ni mstaafu. Ametumikia utumishi wa umma kwa miaka 60 ambayo ndio ukomo wa utumishi wa umma. Hapo unapopaona ni sehemu ambayo tayari imeandaliwa kwa ajili ya meza kuu. Lakini pia sherehe hii ilihudhuriwa na wadau mbalimbali wa elimu wakiwemo wakuu wa taasisi, wawakilishi wa chama cha ualimu CWT ngazi ya wilaya na mahali pa kazi. Kila mmoja alimpongeza Mama Mapunda kwa namna ya ajabu ili kuweza kumtia moyo katika safari yake ya kuanza maisha mengine. Wadau wengi waliongea na kila mmoja alitoa nasaha zake. Kwa pamoja walimpongeza na kumtakia kila laheri. Hapo kama mnavyoona ndiye Mama Mapunda anaingia ukumbini akiwa na uso wa furaha, lakini walimu wenzake wakimkumbatia kwa bashasha kabisa kumpeleka ukumbini kwa ajili ya kuanza sherehe yake. Hao unaowaona ni ndugu walimu wapendwa kabisa, wapo katika burudani ya kumkaribisha Mama Mapunda ili aweze kujisikia yuko nyumbani. Alipitia mambo mengi sana ambayo ni magumu katika kazi yake, lakini alikuwa mvumilivu. Hapa tunaenda kumsikiliza mkuu mmojawapo wa taasisi akiwawakilisha wengine katika kutoa neno zuri kabisa, lakini pia tutaenda kumsikiliza mwakilishi wa chama cha ualimu ngazi ya wilaya, lakini pia nitaenda kumsikiliza mwakilishi wa afisa elimu ngazi ya kata. Karibu uendelee kuangalia walituambia nini, walituasa sisi nini ambao bado tupo kwenye ajira, lakini pia wale ambao wako karibuni kustaafu walituambia nini, lakini pia alituambia nini Mama Mapunda ambacho kitaacha alama katika maisha yetu. Karibu uendelee kuona na kusikiliza yale mema ambayo yatakusaidia wewe. Unaambiwa za kuambiwa changanya na zako. Nadhani ukisikiliza na kuchanganya na zako utapata kitu, utatoka bure. Mimi ninaamini utu uzima dawa. Kila anayesema huwa ana jambo fulani la kuwasilisha kwa jamii na kujifunza. Karibu muendelee kuona nini kilitokea mwanzo hadi mwisho. Ndo ameshinda. Salamu alaikum. Itifaki imezingatiwa. Naitwa Mwalimu Evelyn Somola, mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa. Nashukuru kwa upendeleo nimepewa nafasi niweze kuzungumza neno kwa mama yetu. Mama yetu, Mama Mapunda, kwanza tunakupenda. Kwa niaba ya walimu, nipende kutumia nafasi hii mama kukupongeza. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa ajili yako aliyekutunza wakati wote wa kazi tangu ulipoanza kazi
mpaka ulipohitimu na hatimaye kustaafu. Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Ninajua umepita katika mengi, katika utumishi kuna mengi, lakini ni furaha iliyoje kwamba ukafika hatua ya kustaafu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, Mungu alivyokutunza, alivyokupendelea katika kipindi chote cha kazi. Lakini pia mama, mimi tangu nimekufahamu nimejifunza sana mengi kutoka kwako, na jambo moja ambalo nimejifunza bila wewe kujua ni uvumilivu katika kazi. Hilo nimejifunza kwako, kwamba unapokutana na changamoto zozote ukiwa kazini unatakiwa kuvumilia, unatakiwa kuwa mvumilivu. Kwa hiyo binafsi nimejifunza hilo kwako mama, na nitaendelea kulienzi katika shughuli zote niwapo kazini, hata nje ya kazi, kwamba unapopitia magumu yoyote yale unatakiwa kuwa mvumilivu. Na ninaamini mama kwamba pengine katika kuvumilia katika yote ndio hiyo sasa ambapo Mungu alikuwa upande wako na hatimaye ukafika hii hatua ya kustaafu. Lakini pia yako mengi sana ambayo tunaendelea kujifunza kutoka kwako tulipokuwa nawe kazini, lakini sasa hivi upo nje ya kazi. Lakini kwa kuwa uko mazingira ya Lugalawa, tunajivunia wewe kwamba tutaendelea kukutumia. Lakini kingine ambacho tutakimisi kutoka kwako mama, ambacho wewe ulikuwa ukijui, ambacho mimi nakiona kama pengo kwetu sisi kama mabinti zako, wewe unajua kupika mama. Tunajivunia wewe kwamba tuna wewe, utatuelekeza, utatupa zile recipe za namna ya kupika, kwa sababu ni mara nyingi tunapokuwa na ugeni wa kata tulikuwa tukitumia wewe, na ulikuwa kutuelekeza namna ya kukata nyanya kiufundi, namna ya kukatakata cabbage kiufundi kabisa, ili mgeni tunapomwandalia basi sionekane cabbage ile nyeupe, lakini iwe na mchanganyiko, kwamba ni mboga iliyoandaliwa na kifundi kabisa, lakini imeandaliwa na walimu ambao ni wasomi. Kwa hiyo mama, mimi nitamisi hicho sana tu, kwamba tutakapopata ugeni tutamisi uwepo wako. Sawa, tutakupigia simu, lakini ni tofauti na vile tulivyokuwa tunaishi na wewe kama jumuiya. Kwa hiyo yako mengi mama yaliyo mazuri kwako. Sisi kama mabinti zako na vijana wako tumejifunza kutoka kwako. Lakini bila kupoteza muda, niseme mama, tunashukuru sana kwa ushirikiano uliokuwa unatupatia, na hatimaye sasa umefikia hii hatua ya kustaafu. Tunakupongeza sana sana sana, tunakupongeza mno, lakini pia tunakutakia heri tu katika maisha yako. Tunajua ulizoea maisha yale ya utumishi, sasa unakwenda kuishi yale maisha ya kawaida. Ni ngumu kwa wakati mwingine, lakini mimi ninakupenda mama kwa sababu unamtumaini Mungu siku zote. Hiyo pia ni sifa ulio nayo. Kwa hiyo nikusihi tu kwamba endelea kumtumaini Mungu na Mungu akutunze. Sisi tuendelee kufurahia uwepo wako. Mungu akubariki sana. MC, naomba kuwasilisha. Mpigie makofi kidogo mama yetu. Nadhani kustaafu sio jambo la ajali, sio kusema inatokea ghafla kuwa leo tayari unastaafu. Wanasema siku ya ajira, unapopata ajira ndio siku ya kujiandaa kustaafu. Kwa hiyo ukishatambua hivyo, utastaafu vizuri na utaishi vizuri bila shida yoyote ile. Kikubwa unaepuka kufanya vile vitu ambavyo vinaongeza hatari zaidi. Wastaafu wengi huwa wanateseka zaidi kwa sababu ya kuingia vitu vigeni, kuvifanya vitu vigeni ambavyo hawajavizoea. Mfano, wanaingia kuanza kufanya mabiashara ya magari, wakati huo yeye na magari vilikuwa havipatani enzi akiwa bado ana nguvu. Sasa akisikia injini menoki, mara gearbox na matege, lazima na moyo utapata matege. Kwa hiyo hicho kitu ndicho ambacho kwa kinawapelekea wastaafu wengi kutoka mapema.
lakini sina mashaka na mama yangu hapa, naamini yuko vizuri, amejipanga vizuri na maisha anayoweza, hayawezi kumsumbua. Basi kwa nyongeza, kwa sababu nimesikia hapa kuna wastaafu watarajiwa, si kwa niaba ya CWT ila kwa niaba ya anayezungumza. Unapokaribia kustaafu, sio lazima ukistaafu ukatumia kiinua mgongo kununua magari au kujenga nyumba au kuanza kufungua biashara ngeni ambazo hukuzizoea. Sio lazima kufanya hivyo, kwa sababu utakapofanya hivyo, ukinunua gari, maana yake cha kwanza natakiwa urudishe ile hela yako, lakini kuna vitu vya kufanya ambavyo unaweza ukaendesha maisha yako kiurahisi. Mfano, naamini kwa sababu kuna juisi kidogo inasababisha watu waweze kuongea kidogo, msikilizana kwa muda mfupi tutatoboa. Basi kuna mfano kwa wastaafu watarajiwa, tunaweza tukashauriana. Mfano, kuna uwekezaji wa pamoja. Huu uwekezaji wa pamoja unaitwa UTT, mfano ambao unasimamiwa na serikali. Ukiweka mfano milioni 50 kwa mwaka, ni asilimia si chini ya 12%. Hii 12% ni milioni 6. Ina maana kila mwezi unaweza kupata 500,000, na kwenye hii 500,000 kulingana na mfumo walioweka 400,000 inakuwa unaweza kuwa unaichukua kila mwezi, na 100,000 wanakuongezea kwenye mtaji wako. Kwa hiyo unaweza ukachukua hiyo ukaitumia ukaendesha maisha yako vizuri bila shida, bila stress za kusema watu wananiibia mapato ya kwenye gari au mapato ya dukani au wapi. Usipate pressure, maisha yataenda kiurahisi. Kwa hiyo tuone vitu gani ambavyo havina riski kubwa, ndivyo ambavyo tuvipiganie, tuvifanye na kuendesha maisha kiurahisi au kiwepesi. Tukichukulia mfano, kama utaweza kupata 400,000 kwa mwezi, ukiunganisha na ile ya pensheni laki ngapi, unapata 900,000 au 1,000,000, maisha yataenda vizuri, kwa sababu tuko wafanyakazi ambao mishahara imelingwa na virusi. Tikiomu inabakia 400,000, 500,000. Kwa hiyo utakuwa tayari mstaafu, maisha yake yako vizuri zaidi, ana kipato kikubwa kuliko yule aliyoko kazini. Kwa hiyo kujipanga vizuri inawezekana na maisha yataenda vizuri, lakini kwa mama sina mashaka, naamini mambo yataenda vizuri. Basi kama chama cha CWT wilaya ya Ludewa kiliongezea kwenye bajeti ya hili tukio la leo shilingi 50,000 na wakachukua zawadi ya kumzawadia mama, sababu nimeona kwenye ratiba hakuna kipengele ambacho kinasema labda zawadi kwenye kitu tofauti, imekuwa zawadi ya wote. Basi nachukua nafasi hii kumkabidhi mama zawadi pia iliyoandaliwa na chama cha walimu, kuwa wanashukuru kwa mchango wake hadi anafikia hapa mwishoni. Lakini naamini hapa kuna wawakilishi wa mahala pa kazi wa chama cha walimu. Hili naongea kama mhule, mnanifahamu, hata Ludewa Teachers huwa anachomekia baadhi ya mambo, maisha yaendelee. Sio mwakilishi tena kwa niaba ya mwenyekiti wa chama cha walimu au nani, lakini nafahamu na yaliyo huko ndani ni yetu. Tuna mpango wa kununua basi ambalo litakuwa ndani ya wilaya ya Ludewa. Hili basi litatusaidia kuwa tukiwa na ziara, mfano tunataka kwenda mfano Matema Beach au tunaenda kwenda Ngorongoro Kreta, tunaweka tu mafuta na kumlipa posho dereva, tunafanikisha safari kwa gharama ndogo. Kwa hiyo mpango huo unategemewa kupitishwa na wawakilishi wa mahali pa kazi. Kwa hiyo sitarajii kama kuna mwakilishi yupo katika kituo hiki leo atapinga kununua basi ambalo litatuongezea raha katika maisha. Makofi tafadhali. Kama unapinga maendeleo, unawaza tu kugawana hela za kula, mtanisamehe, ila mwaka huu basi lazima tuhudumiwe. Basi nisizungumze mengi zaidi, kikubwa tunatamani tuwe na mambo mengi mazuri zaidi. Ametoa kauli mbiu kwa walimu, tutafute hela. Wimbo ni kutafuta nini? Hela. Hela zinaondoa unyonge. Ukiwa huna hela ndio unyonge unakuja. Shida na matatizo wanaongozana. Kwa hiyo tutafute hela ili furaha ijaye. Basi nilipewa nafasi tu ya kuweza kumkaribisha mgeni wetu aliyetukusanya hapa. Basi kwa maneno haya mafupi, karibu sana mama, nafasi ni yako. Kutoka rohoni.
sina ufundi wa kuongea, ni sawa na mtoto. Yaani hapa ni sawa, chukua mtoto mdogo unamfanyia birthday, haelewi. Ndo mimi hapa leo, kwa sababu nilikotoka na mawazo yangu nilijua mimi hapa sistahili hata kufunga gidamu zenu, lakini nyinyi mmeniona mimi, mmeamua kunileta leo hapa. Asanteni sana. Cha kwanza niseme nimshukuru Mungu aliyeniwezesha kunitembeza kote mpaka leo nyinyi mnawakilisha wote niliozungukia mimi. Pili, niwashukuru wakuu wote wa shule zote pamoja na waratibu walioliangalia hili na kulitekeleza leo. Tatu, niwashukuru wote washiriki wote wa leo. Mungu awabariki sana, awarudishie pale mlipotoa. Niingie shukrani inayofuata. Niseme niwashukuru wazazi wangu walionitoa duniani na wale walionilea mpaka leo nikafikia hatua hii hapa. Pia shukrani ya mwisho imwendee mume wangu ambaye amenizungusha kote mpaka nikafika hapa leo, mkaniaga nyinyi. Sioni cha kuongea, ila labda nizungumzie historia ya maisha yangu. Nimezaliwa kwa mwaka wa wale walionilea wanasema 64, lakini kwa mwaka wa wazazi wangu ni mwaka 62. Nilizaliwa kijiji kimoja kinaitwa Rwanda, kwa wale waliopita kanda ya Ziwa Nyasa na kutokea Songea. Kuna kijiji kinaitwa Rwanda, lakini niliishi pale. Nilipofika darasa la 5 nikaelekea wilaya moja inaitwa Mafia, mkoa wa Pwani visiwani huko. Nimekaa kule kwa kipindi cha miaka 12. Nikatoka pale tayari nina mume na watoto wawili, akiwepo mmoja ambaye mlifundisha naye pale sekondari Rugarao, Veronica. Baada hapo nikahamia Mtwara. Yule mume sasa akanipeleka tuanze safari, tukaenda Mtwara. Kwenda Mtwara tukaishi Masasi, hospitali moja inaitwa Ndanda. Tumekaa Ndanda miaka 9. Baada hapo akahitajika mtu wa kuja kuanzisha chuo hapo mwaka 99, tukaingia Rugarao. Kwa hiyo tumekaa Rugarao mpaka hivi leo, kuanzia mwaka 99. Nilipofika tu Rugarao, walimu wakanipa kazi, nikawa mhasibu wa CWT wa kata ya Rugarao kwa kipindi chote mpaka walipogawanya kati ya Mkongobaki na Rugarao, ndio kaachana na hicho cheo. Toka hapo nimefundisha Rugarao, ikafikia kipindi wanahitaji mwalimu wa KK. Mwalimu mkuu akanipeleka pale kusoma KK, basi ndio tukaendelea hivyo. Mungu akatujalia mpaka tukafikia hatua ya kustaafu. Kwa kweli nimefanya kazi miaka 40. Matunda mengine ndo haya hapa. Ando katika watoto wa mimi hawa. Tukiwa na wenzangu wakina Sister Lau na wengine wengi tu. Kwa hiyo kwa kweli tuko hapa Rugarao, tunaendelea kuwepo Rugarao. Kusema tunatoka Rugarao hapana. Kwa hiyo tutakuwa wote, kwa kubwa na dogo tuwe wote. Mwisho niongelee habari za swala la kustaafu. Jamani, kustaafu ni kazi ngumu. Kustaafu
hutakiwi ujiandae baada ya kustaafu. Unatakiwa saa hizi ndio ustaafu. Kuanzia saa hizi anza kujipanga kuanzia saa hizi. Ile hela haina faida, kwa sababu umezoea kila siku wewe ni kwenda benki, milioni hapa, mwezi unakatika. Siku ya siku ukipata zile, unataka tena milioni ingie pale kila mwezi, uchezee ile milioni kila mwezi. Haisaidi chochote. Unaona ni shimo linaenda shimo hadi dakika ya mwisho. Kwa hiyo tuanze kustaafu kuanzia saa hizi. Mimi nimechelewa. Kwa kweli mimi nimechelewa. Mwisho niseme ushirikiano. Nikianza ushirikiano wa walimu, tushikamane, tuwe kitu kimoja kwa starehe na mabaya. Yaani maafa, sijui niseme starehe na maafa, tushirikiane. Vile vile tuwashirikishe walimu wastaafu, kwa sababu usipomwita kwa kadi zile anabaki hivyo. Na jinsi anavyokaa nyumbani anazidi kuwa dormant kule. Hamna anachofanya, anabaki yeye na jembe na yeye. Kila siku umekucha, leo nifanye hiki. Hana muda wa kurelax. Kwa hiyo mkiwashirikisha yule mwenye uwezo kutoa shilingi 2-3 kukutana kama hivi, watafurahi sana kwa wengine wale ambao wapenzi wa sherehe. Sijui tunaelewana? Kwa sababu kuna watu yani akikumbuka leo labda kanisani ndio kidogo anajiona na yeye leo mtu anaenda kanisani. Masaa yetu yuko busy, hana jembe la mtu, safari shambani. Kwa sababu gani? Hana ushirikishwaji. Hamna anayemshirikisha. Ukimshirikisha siku moja naye atatokelezea. Kama hivi leo wapenda nao nimevaa nguo nyekundu. Mwisho niseme asanteni sana, Mungu awabariki sana. Baada ya burudani, nasaha pamoja na mafunzo kutoka kwa mstaafu wetu na wadau wengine wa elimu, kamati iliyoandaa sherehe ilichukua nafasi yake kumpatia zawadi ya kumpongeza mama yetu Mama Mapunda na kuwakaribisha wadau mbalimbali, mwenye chochote aweze kumpatia ili aweze kumpongeza. Wadau walifanya hivyo na kila mmoja alitekeleza wajibu wake. Baada ya hapo tulipata chakula kizuri kabisa kutoka kwenye hoteli ya Mama Spare. Chakula kilikuwa kitamu, tulishiba na kusaza pia. Asante ndugu watazamaji wa SL Media kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Timu ya SL Media inawapongeza kwa juhudi zenu na maarifa ya kuendelea kutazama kila itwapo leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ulikuwa pamoja nami msimuliaji wako The Icon Queen, na kuaga kwa herini. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.